Shaka tumewasikia viongozi wetu kuhusiana na ushirikiano huu baina ya Simba Sports Club na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Lakini wale yote nipende kutambua na kushukuru uwepo wa viongozi wa Simba mkoa wa Arusha wakiwakilishwa na mwenyekiti wao Bwana James pamoja na katibu Sheikh Thabit pamoja na wanachama wengine ambao wamekuja kushuhudia tukio hili kubwa la kihistoria ili wapate nafasi ya kwenda kuwasimulia na kuwahadithia wanasimba wengine juu ya kile ambacho tunakwenda kukifanya. Lakini kwa kipekee kabisa ni kushukuru tena dada Mariam. Tunakwenda kufanya jambo jingine la pili. Mimi na wewe tulifanya ukiwa UDAT wakati tunakwenda kufanya uzinduzi wa hamasa kwa kutumia mwendo kasi. Wakati huo ukiwa UDAT ukatupa ushirikiano mkubwa, ukatugia mabasi ya mwendo kasi, tukafanya uzinduzi wetu pale wa hamasa kuelekea kwenye mechi ya kimataifa na jambo likawa bambam kweli kweli. Nilivyosikia huko Ngorongoro nikasema basi kiuhalisia jambo letu limeshakamilika, kwa sababu tunachokifanya Mariam anakifahamu vema. Sisi ni watu wa heka heka, kwa hiyo ana uwezo mkubwa wa kusimamia heka heka zetu na jambo likaenda mujarrad. Kwa hiyo tunakushukuru tena, tumekutana tena kwa ajili ya kukamilisha jambo hili la Simba na Ngorongoro. Kama ambavyo mengi yameshaelezwa kuhusiana na ushirika huu wa Simba na Ngorongoro, sisi tunayo furaha kubwa kumkaribisha Ngorongoro kwenye familia yetu ya Simba Sports Club, ikiwa ni mshirika wetu mkubwa kuelekea kwenye tukio letu kubwa la Simba Day. Na tunaamini kupitia ushirikiano huu wa kuelekea kwenye Simba Day utafungua mianya mingine mikubwa ya kuwa Ngorongoro mshirika wa kudumu wa Simba Sports Club. Ni imani yetu ni kwamba kupitia ushirika huu atashuhudia matokeo chanya na atashuhudia mabadiliko makubwa kwenye sekta ya utalii, na hivyo itamvutia kuendelea kufanya kazi zaidi na Simba Sports Club. Ushirikiano huu wa Simba na Ngorongoro unatija kubwa kwa pande zote mbili, tukiamini ya kwamba iko nafasi kubwa ya Ngorongoro kunufaika na iko nafasi kubwa zaidi ya Simba Sports kunufaika, kwa sababu hizi ni taasisi mbili kubwa ndani ya Afrika hii. Ushirikiano wa taasisi mbili kubwa lazima kizaliwe kitu kimoja kikubwa ambacho kitakuwa na faida kwa pande zote mbili. Na sisi Simba Sports tunayo furaha kubwa na kujivunia kushirikiana na taasisi hii ya Ngorongoro ama mamlaka ya Ngorongoro, kwa sababu walikuwa na taasisi nyingi ama watu wengi zaidi wa kushirikiana nao, lakini kwa kipekee kabisa wakaichagua Simba Sports Club. Sisi tunajisikia fahari kubwa na faraja kubwa kuona kwamba tumefanikiwa kuikuza timu yetu kiasi ya kwamba inaweza kuvutia kufanya kazi na mamlaka kubwa kama hii ya Ngorongoro. Kwenye ushirikiano wetu huu na Ngorongoro tutakuwa na mfululizo wa matukio, na moja tukio kubwa ambalo tutakwenda kulifanya ni tukio la kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Simba Sports Club tumekuwa wabia wakubwa wa kupromote utalii wa Tanzania. Wamesema hapa viongozi, kwa takriban miaka 4 tumekuwa na Visit Tanzania ambao tulivaa kwenye jezi zetu wakati tunashiriki michuano ya kimataifa, na bila shaka imeleta athari kubwa kweli kweli. Sasa Visit Tanzania ulikuwa ni uwanda mpana. Sasa tunaamua kuingia field na kufanya kitu kimoja kimoja. Kwenye kuingia field ndiyo tumeichagua Ngorongoro na kufanya kazi na Ngorongoro. Na sasa hatuishi kwenye kusema tu visit Ngorongoro. Sisi wenyewe Simba Sports Club tunakuwa wa kwanza kuitembelea Ngorongoro. Tarehe 25 mwezi huu wa 7, Simba Sports Club kwa maana ya viongozi, mashabiki, wanachama tutakwenda kuitembelea hifadhi ya Ngorongoro, na tutakwenda huko kufanya tukio la uzinduzi wa wiki
ya Simba. Nyie ni mashahidi, wiki ya Simba hivi sasa tumekuwa tukizindua katika mikoa mbalimbali. Tulifanya uzinduzi huo Morogoro, tumefanya uzinduzi huo Mafinga, Iringa mwaka jana, na mwaka huu tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwenye kreta, kwenye shimo lenyewe lile kreta. Tutashuka kule chini, tutaingia kule chini, wana Simba wote, tutapita mbuga tutapita hifadhini, tutaona Simba Sports wakiwa hapo, tutaona wanyama mbalimbali, tutaona kila kitu hapo. Moja kwa moja safari yetu tunaelekea kwenye bwawa la viboko almaarufu Ngoitoktok, ndipo ambapo tutafanya uzinduzi wetu wa wiki ya Simba. Nichukue nafasi hii kuwaalika wana Simba wote watakaohitaji kuungana nasi kwenye uzinduzi huu. Ruksa, hakuna gharama yeyote, gharama zote za kila mwana Simba kushuka chini kule kreta kwenda kushuhudia tukio hili la kipekee na la kihistoria linabebwa, gharama zake zinabebwa na Simba Sports pamoja na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Tunapoelekea takuja kutoa utaratibu namna gani wana Simba wote tutajumuika kuingia Ngorongoro kwenda kufanya utalii na kwenda kuwaona Simba wenzetu. Na kama haitoshi, tumepata mataji msimu huu. Tuna kombe la Muungano, tuna kombe la CRDB, tunakwenda kuwaonesha Simba wenzetu kule chini Ngorongoro mafanikio tuliyopata mwaka huu. Lazima na wenyewe tuwahusishe kwa namna moja ama nyingine kile ambacho, si ndivyo? Cheka kwa Mariam. Ni muhimu na wenyewe tukawashirikisha wakaona Simba binadamu. Unajua kuna Simba aina mbili. Kuna Simba mtu ambao ndo sisi hapa, alafu kuna Simba wanyama. Sasa lazima twende tukawaoneshe kazi ambayo Simba binadamu tunaifanya huku ulimwenguni, ili wasifikiri ya kwamba tumekaa tu kizembezembe huku ulimwenguni. Tukawapelekee kombe la CRDB, tukawapelekee kombe la Muungano, na tuwaambie ya kwamba msimu unaokuja utakuwa ni msimu wa mafanikio zaidi, wajiandae kufurahi. Kwa hiyo tutakwenda huko, tutapita hifadhini moja kwa moja kuelekea katika bwawa la viboko, na tutafanya uzinduzi wetu hapo, na itakuwa ni tukio la kihistoria, tukio bora na tukio la kupendeza kweli kweli. Tutakuja kueleza utaratibu wake namna gani tutaianza safari kutoka Dar es Salaam. Tutafika mpaka hapa Arusha, tutachukua wenzetu wa Arusha moja kwa moja tutaelekea Karatu, tutalala Karatu usiku wa tarehe 24. Tarehe 25 itakuwa ni safari ya kutoka Karatu kuelekea Ngorongoro kwenda kuhamasisha utalii, kwenda kufanya utalii, kwenda kuiamsha sekta ya utalii na kuiunganisha sekta ya utalii pamoja na sekta ya michezo. Kwa wastani tunategemea wana Simba wasiopungua 500 ndio ambao tutasafiri nao kutoka Dar es Salaam. Tutawapitia wana Simba wa Pwani, tutawapitia wana Simba wa Tanga, wana Simba wa Kilimanjaro, wana Simba wa Arusha, wana Simba wa Manyara, wote tutaingia nao kreta, tutakwenda kufanya utalii na kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba. Nichukue nafasi hii kuwatangazia wana Simba wote ya kwamba hili ni tukio ambalo mwana Simba kwa namna yoyote ile haupaswi kulikosa. Wengi hapa tunaisikia tu Ngorongoro, Ngorongoro, hatuijui. Hii ndio fursa pekee ya kwenda kuishuhudia Ngorongoro. Hii ndio fursa pekee ya kwenda kuangalia historia ya mwanadamu. Ndio fursa pekee ya kwenda kushuhudia fuvu la mwanadamu. Na ukiangalia vizuri lile fuvu, unaweza ukakuta ni fuvu la ndugu yako. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia fuvu la mwanadamu, Olduvai Gorge. Tukitoka hapo tunakwenda kuangalia nyayo ya mwanadamu. Wa kwanza kabisa, utapata wapi nafasi kama hiyo? Ama timu gani inaweza ikakurahisishia shabiki
kwenda kufanya utalii wa vivutio ambavyo vinavutia namna hii. Kwenye ushirikiano wetu huu sisi na Ngorongoro tutakuwa na countdown kutoka tarehe 20 mpaka tarehe 25, ambapo tutakuwa tukidokeza kivutio kimoja baada ya kingine ambacho kinapatikana Ngorongoro pekee, ili dunia sasa iweze kuifahamu vizuri zaidi Ngorongoro, iweze kuiona vizuri Ngorongoro. Na Simba tumelibeba jukumu hilo la kuonesha kivutio kimoja baada ya kingine ndani ya siku 5 mfululizo, ili watu wafahamu tunaposema twende Ngorongoro tunaenda kushuhudia kitu gani. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, niseme asanteni sana kwa ushirikiano wenu, ndugu zangu waandishi wa habari, na ninafahamu ninyi waandishi wa habari vile vile wengi wenu hamjawahi kufika Ngorongoro, na hii itakuwa ni fursa adimu kwenu. Wengi wenu mmeishia tu kuiimba Ngorongoro shuleni, mbuga za wanyama Tanzania ya kwanza ni Ngorongoro. Hizo nyingine sitaji kwa sababu tupo Ngorongoro. Kwa sasa muda ule ile nyimbo mlioimbisha shuleni, sasa ndio muda wa kwenda kuiona Ngorongoro yenyewe. Kwa hiyo jiandaeni ndugu zanguni, na nyinyi muende mkafanye utalii. Baada ya kusema hayo, nichukue nafasi hii kumkaribisha dada Mariam atueleze mipango mizima kuelekea huko chini na namna gani watu wataingia, wataenjoy na wataifahamu vizuri zaidi Ngorongoro.